Nitaongea kwa ufupi ili kutoa nafasi ya ibada, ili neno la Mungu liweze kuendelea. Taifa letu linapita katika majaribu makubwa. Kama taifa tunapita kwenye majaribu ya umoja wetu. Tunapita kwenye majaribu ya undugu wetu. Tunapita kwenye majaribu ya imani yetu. Na kila mmoja ambaye amekuwa na nyongo yake anatumia nafasi tunayopitia leo kama nchi, kama taifa, kutugawanya, kutugombanisha, kutufitinisha na kila aina ya maneno, ili mradi adui amepata nafasi ya kuzungumza. Na sasa maneno hayo tunaanza kuyarudia sana, yanaanza kuzoeleka kwenye masikio yetu. Ni nafasi nzuri sana kwa kanisa, kwa viongozi wa dini, tuweze kupaza sauti ya kulirudisha taifa letu kwenye misingi yake. Tanzania hii ambayo tumezaliwa na kuishi ina vitu vingi sana vya kipekee ambavyo havipatikani mahala kwingi duniani. Sisi katika umoja na makabila yetu zaidi ya 120 na mtawanyiko wa madhehebu tulionayo, bado hatuna ukoo wa dhehebu moja. Na Mungu hajamuumba mtu yoyote masikini, ila umasikini ni wewe unayeamua kwamba mimi niwe masikini. Bado hatuna ukoo wa kabila moja. Ndio maana utakutana na mimi nazaliwa kwenye familia ambayo baba ni Mkatoliki, baba ni Msabato, mama ni Mkatoliki. Ukienda kwenye familia yangu utaukuta Uislamu upo. Ukienda kwenye familia yangu utaukuta urokole upo. Ukienda kwenye familia yangu utakuta kila aina ya dhehebu lipo. Ndio namna ambavyo Mungu ametupa katika taifa letu. Tunapoanza kuona mahubiri, wanapoanza kuibuka watu ambao mimi naamini kwamba shetani anawatumia ili kuweza kupaza sauti za kutugombanisha, za kutugonganisha na za kutufarakanisha, lazima sauti zinazopaza kuhusu umoja wetu kama taifa, kama jamii, zisikike na tuzipe nafasi. Nchi yetu kila wakati ambao tumekuwa na mitihani, madhehebu ya dini yamesimama na kupaza sauti. Tulipopata changamoto ya albino kuweza kuondoa viungo vyao katika imani za kishirikina, hata sauti za makanisa na misikiti zilizungumza kukemea kwamba hilo jambo hapana. Taifa letu limekuwa na kauli za pamoja pale ambapo tumepita kwenye mitikisiko yetu. Niliombe kanisa na viongozi wa dini turudi kwenye msingi wetu huo. Basi kwa pamoja sisi kama viongozi wa dini tushikamane na viongozi wa makundi yote katika kupaza sauti ya umoja wetu. Tushikamane na viongozi wa makundi yote kupaza sauti ya amani ya nchi yetu. Tuungane na viongozi wa makundi yote kupaza sauti ya msingi wa undugu wetu kama taifa la Tanzania. Na kama ambavyo maandiko matakatifu yanazungumza, haki huinua taifa. Tuungane na makundi yote ya viongozi kuipaza sauti ya haki, tukiamini kwamba itainua
taifa letu. Tuipaze sauti ya amani, sauti ya umoja, sauti ya undugu wetu sisi kama taifa. Sisi kama taifa lazima tusimame kwenye misingi yetu. Msingi unapotikiswa lazima wote turudi kwa pamoja. Tunautikisaje msingi? Waumini tuko hapa, tunajua mwaka 2026 tuna net event, si ndio? Leo watu hawafikirii kuhusu kwenda kwenye mapumziko ya mwisho wa mwaka. Watu hawafikirii kuhusu shughuli gani watafanya Disemba. Watu hawafikirii kuhusu sherehe za mwaka mpya wala sherehe za Christmas. Watu wanafikiria kuhusu tarehe 9 kutatokea nini. Hiyo inakupa tafsiri pale ambapo tutachezea amani. Hatutakaa mkanisani tukafikiria net event. Kama kauli tunazoziona leo zikienda kwenye wiki ya net event, tutajadiliana hapa tuyairishe. Itakapoenda kwenye wakati tunaofanya makambi, tutajadiliana hapa tuyairishe. Amani sio bidhaa inauzwa dukani. Amani hauendi kuibageni nipunguzie. Tukiipoteza amani, maana yake ni kwamba mipango yote haiwezekani. Hata tungeambiwa kwamba tarehe 6 kutakuwa na jambo hilo, leo hapa tungepata watu wachache sana kanisani, na pengine viongozi wa kanisa ili wafungue wangehitaji ushauri wa kiserikali, tufungue kanisa tusifungue. Kwa mnaweza mkaona namna ambavyo tukitikisa misingi hatuna taifa. Leo watu tumezoea, watu wanasafiri, mabasi yanajaa kuanzia tarehe 20. Ndio naambiwa booking za mabasi yote yamejaa. Leo watu wanakimbia kwenye miji mikubwa kwa sababu ya kuogopa madhara. Leo watu wanafanya shopping kuhakikisha kwamba kufika Jumatatu hataki kwenda nje. Mtu anafikiria, je, ikitokea tena tutoki nje kwa siku 3 itakuwaje? Leo hakuna mtu anayejadili kuhusu kwamba tarehe fulani, tarehe 9 niende nikaangalie msingi wangu wa nyumba, wala niende shambani. Hakuna anayefikiria kwamba nimchukue mtoto nimpeleke kwenye Sunday school. Hakuna anayefikiria nimchukue mtoto nimpeleke kwenye madrasa, nimpeleke mtoto kwenye mafundisho ya kanisa. Anafikiria ni kwa kiasi gani nitakuwa na uhakika wa usalama wa mtoto na mimi mwenyewe. Kwa hiyo inatupa nafasi ya kutafakari kwamba amani inabeba msingi mkubwa. Uongozi ni jarara. Uongozi ni jarala. Pasa huko hapa mnayaona ninyi ambao mnabeba dhamana za uongozi. Utatupiwa kila jambo. Mheshimiwa Rais kama kiongozi wa taifa ametimiza wajibu wake. Ameongea na taifa kama mkuu wa nchi, kama amiri jeshi mkuu, kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameunda tume ili ituletee majawabu nini kilichotokea. Yote yanayozungumzwa lazima mjue kwamba dhamira ile njema ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa nayo kwenye jambo hili lililotokea baada ya uchaguzi wa tarehe 29, na akaamua yeye kama mkuu wa nchi kuunda tume ambayo ni ya Watanzania wenzetu ambao wamehudumu katika utumishi wa umma, watu wenye rekodi na weledi mkubwa, ituletee majibu. Tuiunge mkono. Tusiipige mawe. Tusifarakanishe. Kwa sababu mwisho wa siku hili ni taifa letu. Tumeona madhara ya tarehe 29. Wapo waliopoteza ndugu. Wapo waliopata ulemavu. Wapo waliopata madhira ya kisaikolojia. Tuweke dhamira mambo hayo yasijirudie kwenye taifa. Mambo hayo yasijirudie kwenye nchi yetu. Hatuna nchi mbadala. Hatuna. Na bahati nzuri wanaotuzunguka wote kwenye majirani zetu mnawajua. Hakuna mahala mbadala kwamba nitaenda hapa. Kwa ni vizuri sana
tuweze kushikamana kama viongozi, tuombeane. Tumwombee Mheshimiwa Rais, tuombe viongozi wanaomsaidia, tuombe viongozi wa makanisa yetu yote, viongozi wa madhehebu yote ya dini, tuwaombee Watanzania, tuiombee taifa letu. Kwa sababu katika chokochoko hizi zinazotokea, wapo watu ambao wangetamani kuona tunafarakana. Wapo, makisi mwisho wa siku ni binadamu. Kama tu binadamu mwenzako anaona wivu wa wewe katika mafanikio yako, itakuwa taifa. Kwa hiyo wakati mwingine tupime kauli zetu. Tusishabikie jambo ambalo unajua madhara yake, huna nchi, huna familia. Tusishabikie. Tusishabikie kabisa. Tusishabikie kabisa. Leo watu hawawazi jambo lolote. Watu wanakuja ofisini mkuu wa mkoa, "Are we safe tarehe 9 tuna usalama?" Waambia tuna usalama. Sema mimi nitabaki tu nyumbani. Shule zilikuwa zinafungwa Ijumaa, lakini wazazi wametoa watoto wao shuleni Jumatano kuepuka madhara. Kwa unaliona hilo jambo kisaikolojia. Kwa mfano mzuri kama tu sisi hapa kanisani hivyo ambia, jambo kama hili likisema kwenye wiki yetu ya net event, hatuwezi kujadili hapa. Wala hutamtoa Pastor Toto kutoka kule kuja huku. Atakwambia mimi huko kwenu siji. Au hapa katibu mwazini hawezi kuja. Au madam pale hawezi kuja, watoto watamwambia sasa huwezi kwenda kule. Hapa mjadala utaanza kuwa ratiba hii tuiailishe mpaka lini? Kwa hiyo sisi lazima tuombe kabisa, tuliombee taifa letu. 2026 ratiba tulizozipanga kama kanisa ziwepo. Lakini kama nilivyoahidi, mimi ni muumini wa haki katika maisha yangu yote. Na mimi ukiniambia katika uongozi, kiongozi lazima awe na uwezo wa kuitafsiri haki ya binadamu. Basi. Kwa hata ukiniambia sifa za kiongozi bora, ni lazima awe ni mtu anaweza kuiona haki na kuitafsiri. Sio, mnanielewa? Unaanza kuiona haki ndio una build up maono. Kwa kiongozi anaweza akawa ni mwenye maono, kiongozi anaweza akawa mshirikishaji, kiongozi anaweza akawa mcha Mungu, lakini katika msingi wa haki. Sio, mnanielewa? Sasa tunapocustomize haki kwenye eneo letu la mkoa, ni kwamba kama wananchi wanakuwa na jambo ambalo wanaona kwamba lingehitaji milango ya serikali, sikio la serikali, sisi milango yetu iko wazi. Kanisani mna kina mama kanisani, mna vijana, mna kina mama. Sisi kama serikali tunapotangaza tuna fursa za makundi ya vijana kina mama, wako huko kanisani hawazichangamki, wako misikitini hawazichangamki. Sasa zile fursa, maki vijana ni wale wale, na huwa nawaambia watu ni wale wale. Wakiwa kule mimi nawaita wananchi, wakienda benki ni wateja, wakienda polisi huko ni watuhumiwa, wakija kanisani ni waumini, ukienda stendi ni abiria wangu. Kwa sababu ni mtu yule yule, unakuwa tuna majina ya ubatizo matano. Kwa kanisani hapa ni muumini wa pastor Msambwa mstaafu, ukienda stendi abiria wangu huyu, ukienda pale benki mteja wetu. Ukionana polisi wana jina lao kule. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu fursa, ni vizuri sana pastor watu wazichangamkie.